wanatoka sekta ya utalii na uhifadhi. Naomba Dr. Elirehema Dorie nikukaribishe. Dr. Dorie ni kamishna wa uhifadhi wa mamlaka ya eneo la Ngorongoro. Naomba nikukaribishe uzungumze na Watanzania, kuwaeleza namna gani serikali ya awamu ya 6 imeupiga mwingi kwenye eneo la Ngorongoro kupitia sekta yetu ya uhifadhi na utalii. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wanahabari, kwanza niwapongeze kwa kazi njema ambayo mnaifanya, na pia nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali na kuweza kukutana mahali hapa. Sekta ya utalii na uhifadhi kama mnavyofahamu ni sekta ambayo pia tunasema iko katika moyo wa Mheshimiwa Rais. Ni sekta ambayo ameweka nguvu nyingi, amewekeza vya kutosha kwa maana ya kutoa rasilimali fedha, kuruhusu ajira mbalimbali kufanyika, pamoja na vifaa ambavyo vinasaidia katika shughuli zote za utalii pamoja na uhifadhi. Sasa leo tutazungumzia mafanikio ya mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro, ambao ni sehemu muhimu sana katika uhifadhi na utalii nchini Tanzania. Naamini wengi wenu mnaifahamu mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro au eneo la Ngorongoro ambalo liko katika mkoa wa Arusha katika wilaya ya Ngorongoro na tarafa ya Ngorongoro. Ili kwa wale ambao waifahamu niwape kidogo tu utangulizi wa mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro ambayo ilianzishwa mwaka 1959 na ni eneo ambalo lina ukubwa wa kilomita za mraba 8292. Kwa eneo hili lilianzishwa kwa matumizi ya mseto ya ardhi, ambapo shughuli za uhifadhi, utalii na wanyamapori pamoja na shughuli za kibinadamu zinafanyika kwa pamoja. Lakini lengo ni kuhakikisha kwamba maendeleo ya jamii na uhifadhi endelevu yote yanatimia kwa pamoja. Kitu kingine ni kwamba hifadhi ya eneo la Ngorongoro ni eneo la kipekee duniani kwa sababu lina hadhi 3 kubwa zinazotambuliwa na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, yani UNESCO. Mojawapo ni Man and Biosphere Reserve, kwa maana hifadhi ya binadamu na biolojia. Hadhi hii inathibitisha umuhimu wa uhifadhi endelevu na ujumuisha binadamu na mazingira asili. Hadhi ya pili ni Mixed World Heritage Site, yani urithi wa dunia mchanganyiko, inayotambua thamani ya kipekee ya maliasili na urithi wa kiutamaduni uliopo ndani ya eneo la hifadhi. Hadhi ya tatu ni Ngorongoro Lengai UNESCO Global Geopark, kwa maana hifadhi ya jiolojia ya dunia, ambayo inahusisha mandhari ya kipekee ya kijiolojia, milima, volkano na mabonde ambayo yanaelezea historia ya mabadiliko ya dunia. Kwa hiyo vyote hivi hadhi hizi zote zimepewa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo ni hadhi ambazo ni taasisi chache sana ambazo zinazo, au maeneo machache sana ya uhifadhi na utalii yanayo duniani. Aidha, mwaka 2023 hifadhi ya Ngorongoro ilichaguliwa na mtandao wa World Travel Awards kwa kivutio bora cha utalii barani Afrika, yani Africa's Leading Tourist Attraction, ambayo hii ni heshima kubwa
inaudhibitisha umuhimu wa hifadhi hii katika utalii wa kimataifa. Sasa nikija katika eneo la mafanikio, katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro imepata mafanikio katika maeneo makubwa matatu ambayo ndio majukumu yake makubwa pia makuu yameegemea, ambayo jukumu la kwanza ni la uhifadhi, jukumu la pili ni la utalii, na jukumu la tatu ni maendeleo ya jamii. Nikianza na eneo la uhifadhi na ulinzi wa rasilimali za hifadhi, mafanikio ya kwanza ambayo tumeyapata, kwanza ni kudumisha hadhi ambazo nimezitaja, hadhi hizi tatu za kimataifa. Mamlaka imeendelea kutunza hadhi zake za kimataifa ambazo zimepewa na UNESCO kwa kuendelea kutekeleza yale majukumu ya msingi, na imeendelea kuwa kati ya moja ya maajabu 7 ya asili barani Afrika, ikiwa na miamba na sura za nchi zinazoelezea historia ya dunia na uumbaji wake. Kuzitunza hizi hadhi, maana yake lazima uwe umekifanya kitu sahihi. Utunzaji wa mazingira na utunzaji wa maliasili ndio vipaumbele ambavyo tumekuwa tukivifanya. Na tunamshukuru kwamba Mheshimiwa Rais katika kipindi cha miaka hii minne ameisaidia sana Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro kwa kutoa rasilimali fedha, rasilimali watu pamoja na vifaa ambavyo vimesaidia kuhakikisha kwamba tunaweza kutekeleza haya majukumu. Eneo lingine ni udhibiti wa mimea vamizi. Katika eneo la Ngorongoro, kama mnaofahamu, kuna shughuli pia za kibinadamu ambazo pia zinachangia kwa kiasi kikubwa uwepo wa mimea vamizi. Katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kulitunza eneo hili ambalo ni urithi wa dunia, mamlaka imeweza kudhibiti na kufanyia kazi maeneo ambayo yana mimea vamizi zaidi ya hekta 5207 ambayo iko katika eneo la hifadhi. Tunaposema mimea vamizi, ni mimea ambayo mara nyingi hailiwi na wanyamapori, na mimea ambayo sio asili yake ndani ya eneo la hifadhi. Na kama mlivyoona wiki chache zilizopita, juhudi pia za Mheshimiwa Rais kuwaalika wataalamu kutoka Cuba pia ni katika sehemu ya kuhakikisha kwamba eneo hili linahifadhiwa na linapewa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba rasilimali na uhifadhi katika eneo hili unaimarika. Eneo lingine ni ufuatiliaji na ulinzi wa wanyamapori. Moja kati ya mafanikio ambayo tumeyapata ni mfumo wa ufuatiliaji wa wanyamapori ambao umeimarishwa, ambapo sasa hivi faru umewekewa alama, kwa maana faru weusi. Nitakuja kuzungumzia faru weupe baadaye, ambao wamewekewa alama za masikioni na vinasa mawimbi kwa ajili ya kuwafuatilia. Kwa hiyo uwekezaji ambao tunaendelea kuufanya ni kuhakikisha kwamba wanyamapori hawa tunaweza kuwalinda na kuwahifadhi kwa kuwafuatilia popote walipo, kujua walipo maeneo yote na wakati wote. Eneo lingine ni kudhibiti ujangili na kuimarisha hali ya uhifadhi ndani ya eneo la Ngorongoro, lakini pia katika pori tengefu pori la akiba Pololeti. Mamlaka kwa kushirikiana na vikosi maalum na vyombo vya ulinzi na usalama imefanikiwa kudhibiti ujangili wa wanyamapori ndani na nje ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro na pori la akiba la Pololeti. Moja kati ya mafanikio ambayo tumeyapata ni kuhakikisha kwamba kwanza kurejesha mfumo wa ekolojia wa Serengeti Mara, kwa maana ya Great Serengeti Ecosystem, ambao kwa kiasi kikubwa ulikuwa umeathiriwa na shughuli za binadamu wakati ule wa pori la Loliondo. Kwa hiyo baada ya kukabidhiwa majukumu katika eneo hili la pori la Pololeti, kuna urejesho wa uoto wa asili
na malisho ya wanyamapori. Lakini pia matukio ya ujangili kutoka kwa mfano ujangili wa tembo kutoka tembo 25 mwaka 2020 hadi 0 mwaka 2024 ni sehemu ya mafanikio ya uwepo wa Mamlaka ya Hifadhi ya Eneo la Ngorongoro katika kukabiliana na kuhifadhi eneo hili. Pia tumeweza kukamata na watuhumiwa zaidi ya 207 wa ujangili, huku mitandao ya ujangili kwa sumu na silaha nayo ikidhibitiwa. Lakini pia tumeweza kusaidia kuhakikisha kwamba upimaji na uandaaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa vijiji 36 ndani ya eneo lililotengwa la kilomita za mraba 2500 ambao Mheshimiwa Rais kwa upendo aliwapa wananchi umekamilika na mpango wa matumizi bora unafuatwa sasa. Eneo lingine ni kuboresha usalama wa wageni. Wageni kama unafahamu, watalii wengi ambao wanatembelea eneo la hifadhi ya Ngorongoro ambalo ni eneo kati ya maeneo ambayo yanaongozwa kwa kutembelewa, wengi ni wageni wa nje ya Tanzania. Lakini katika kipindi cha miaka hii minne hakujatokea tukio lolote ambalo la kihalifu ambalo limeweza kuchafua taswira ya nchi yetu, kwa sababu ya rasilimali fedha, vitendea kazi na askari ambao Mheshimiwa Rais ameendelea kutupatia, na tunamshukuru sana kwa hili. Eneo lingine ambalo tumeendelea kukabiliana nao ni kukabiliana na migogoro kati ya binadamu na wanyama, ambapo mamlaka ilipewa majukumu ya kujenga vituo vya askari katika maeneo mbalimbali, ambapo vituo katika maeneo ya Korogwe na wilaya ya Same vimekamilika na kukabidhiwa, na tayari askari wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ulinzi na upunguzaji wa migogoro kati ya binadamu na wanyama pori unaendelea kudhibitiwa. Eneo lingine ni udhibiti wa migogoro ya mipaka, ambapo mamlaka imeendelea kuweka vizingiti zaidi ya 110 katika maeneo ya mipaka ya hifadhi ili kuimarisha utambuzi wa maeneo yaliyohifadhiwa na pia kupunguza migogoro ya ardhi ambayo inaweza kutokea. Hali hii pia imesaidia kwa sababu katika kufanya hizi shughuli pia tunashirikiana na wananchi wa maeneo ya jirani, na hivyo kutengeneza mahusiano mazuri kati ya mamlaka na wananchi katika maeneo ambayo yanazunguka eneo la Ngorongoro, lakini pia pori la Pororeti. Mafanikio mengine ambayo tunaweza kuyataja hapa ni ongezeko la idadi ya wanyamapori. Kwa mfano, idadi ya faru weusi imeongezeka kwa zaidi ya 40% kutokana na juhudi madhubuti za uhifadhi, na tunajua Mheshimiwa Rais ndio muhifadhi namba 1 na ameonyesha commitment kubwa sana, utayari, lakini pia maono kwa namna gani ambavyo tunaweza kuendesha hii sekta. Idadi ya simba ndani ya hifadhi imeongezeka na sasa tuna zaidi ya simba 188. Idadi ya tembo imeongezeka kutoka 800 mpaka 1300 ndani ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Eneo lingine ambalo pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais ni upandikizaji wa faru weupe, ambao tukio ambalo tumefanikiwa kulikamilisha hivi majuzi. Mamlaka ilipokea faru 17 kutoka Afrika ya Kusini na kuwaweka ndani ya kreta ya Ngorongoro. Lakini mafanikio haya yanatokana na juhudi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya, hasa katika eneo la diplomasia na mahusiano ya kimataifa, ambapo serikali ya Afrika ya Kusini iliridhia kutoa faru 17 ambao wako katika hatari ya kutoweka ili waweze kupandikizwa katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Lakini upandikizaji huu umefanyika baada ya kukamilika kwa tafiti mbalimbali ambazo zimethibitisha kwamba faru hawa watakuwa salama na wanaweza kukua na kuzaliana kwa wingi katika eneo la Ngorongoro. Kwa hiyo
tunashukuru sana kwamba utaalamu wa kisayansi ulioambatana na mahusiano mazuri ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akia champion kuweza kufanikisha faru wao kufika.